Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni tena watazamaji wetu katika mtiririko wa kitabu chetu cha Arbaun an-Nawawi kilichokusanya hadithi 40 za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na leo tunaingia katika hadithi ya 8. Muhimu usiache kutufuatilia, usiache kutusikiliza na kupata vipindi vilivyokuwa bora kabisa. Ndugu zangu Waislamu, hadithi ya leo hii ameipokea Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ziwe juu yao, juu ya bwana hawa wawili wakubwa maswahaba wa Mtume, ya kwamba ananukuu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah. Hadithi hii imepokelewa katika Sahihu al-Bukhari na Muslim na vitabu vingi kuonyesha mtiririko wa hadithi hii ni wenye kutilia nguvu juu ya maneno yaliyokusudiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tukiingia katika matni ya hadithi, tukiyatizama maneno moja baada ya moja, kwanza tunapata kuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema amarani, yani umirtu ni amarani, na alimwamrisha ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nini amemwamrisha? Anasema an uqatila. Ndugu zangu Waislamu, katika lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiarabu ndio lugha yenye misamiati mingi na ndio lugha tajiri kuliko lugha nyingi tunazozijua. Na hapa leo hii utawasikia watu au mtu anatafsiri tofauti maneno haya. Anaweza kusema bwana Mtume hapa anasema kwamba ameamrishwa auwe. La, haya ni maneno mawili tofauti. Kuna katala na qatala. Wanachuoni wa hadithi wanasema neno qatala lilotumika katika hadithi hii ni kuonyesha kupigana, yani kupambana, lakini pia sio kupambana tu au kupigana, bali kupambana na yule alianzisha mapambano au mashambulizi zidi yako. Yani wewe usiwe sababu ya kuanzisha mapambano hayo. Kwa nini tunasema? Tunapata maneno haya katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya nambari 190. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu, kwamba pambaneni katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wale ambao kwamba waliopambana na ninyi, lakini katika kupambana huko msivuke mipaka. Na hii ndiyo misingi ya dini ya Kiislamu na hii ndiyo haki ya Uislamu. Lakini ajabu ndugu zangu Waislamu, leo hii tunasikia kuna makundi mengi ya kigaidi yamejitengeneza, yamejibandika jina na mambo mbalimbali ya Kiislamu kwamba wao wanaua watu, wanawapiga watu, tena wengine pasi na hatia, wazee, watoto, vijana, pasi na hatia. Lakini ipi hukumu ya Uislamu juu ya namna kama hii? Ndio tunasoma hapa katika hadithi ya Mtume na aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba usipigane na watu isipokuwa mpaka wao wamepigana au wameanzisha vurugu kutokana na wewe. Na ndivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vita yake ilivyokuwa. Na hapa pia anatuonyesha ya kwamba Muislamu ndivyo unavyotakiwa ufuate na upite katika njia ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyokuwa akipita. Lakini pia akasema annasa. Hapa annasa, an uqatila annasa, ni kina nani? Hapa wanawachuoni wanatuambia ni wale wote ambao wanafanya ibada, wanamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Hao wote sisi tunataka tuweke nao mapambano, tuweke nao juhudi, ima ya kutumia maneno, kujadiliana nao, kuzungumza nao kwa kupishana kihoja, kushindana nao mpaka waingie katika Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaendelea hata mpaka yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah, mpaka washuhudie kwamba hii hata ndiyo kikomo. Watakapokuwa wameshuhudia ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja na Mtume Muhammad ni mjumbe wake, basi hapo ndio kikomo, na wakasimamisha swala na wakatoa zaka. Hapa pia ndugu zangu Waislamu, tunapata kuona Mtume ametumia nguzo 3 katika nguzo 5 za Uislamu. Tunaweza tukajiuliza na maana hizi peke yake ndio zinatosha? Mara tunajifunza katika Uislamu tuna nguzo 5. Nguzo 2 zilizokosekana ni kufunga na kwenda kuhiji Maka. Mmoja katika wanawachuoni wakubwa wanasema ya kwamba Mtume kutaja haya mambo 3 ni kwa sababu mambo ambayo yanajirudia mara kwa mara katika maisha ya Muislamu. Mfano kama nguzo ya swala ni jambo ambalo kwa siku Muislamu analitekeleza mara 5.
ni jambo linalojirudia mara kwa mara. Lakini kuna ibada nyingine kama ya kwenda kuhiji Maka, kisheria au kifaradhi kwa Muislamu ni mara moja katika umri wake. Kwa hata akiwa na miaka 20, 30, 50 au 100, lakini atakapoitekeleza ibada hii mara moja, basi inakuwa inatosha na inakuwa ni bora kwake yeye kuliko ibada atakapoirudia mara nyingi, na wapo wengine ambao bado hawajaitekeleza ibada hiyo. Ndugu zangu Waislamu, hapa pia tunapata kuona Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani ziwe juu yake, anatupa misingi kwamba yule ambaye kwamba hapaswi kupigana na ambaye unapaswa kupigana naye, kama anakuwa tayari ameshatoa shahada, basi mtu huyo inakuwa kwa wewe ni haramu kupambana naye. Na hapa tunapata kisa katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hadithi pia ameipokea Usama bin Zaid bin Harith, ya kwamba siku moja Mtume aliwatuma katika mapambano, katika vita, waende kupigana. Na Usama mwenyewe anasimulia, anasema alipigana na mtu asiyekuwa Muislamu mpaka sasa akawa amemshinda, ameanguka chini, na yeye akachomoa upanga wake akitaka kumuua. Yule mtu akatamka shahada la ilaha illa Allah. Usama anasimulia, anasema yule mtu alizani ya kwamba ametamka shahada kwa kuogopa au kwa kutaka aachwe na asiuliwe. Usama akachukua njia na akamuua. Jambo lile lilipomfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilikuwa ni jambo zito kwake. Mtume inaelezwa alikasirika, uso wake ulibadilika, ulikuwa mwekundu, kisha akamuuliza Usama, kwa nini unamuua mtu ambaye kwamba ametamka maneno ya shahada? Kwa nini umemuua? Usama akamwambia, Rasulullah, hakika huyo nilimuua alikuwa na hofu, lakini hakutamka shahada kwa yakini. Mtume pia akatupa hukumu nyingine kwamba mambo hukumiwa kwa dhahiri yanavyoonekana. Akamuuliza, je, uliupasua moyo wake na ukagundua yaliyokuwemo ndani yake? Usama hakusema chochote. Anasema Usama, Mtume alirudia maneno haya mara kwa mara mpaka akatamani ndio iwe siku yake ya kwanza kuingia katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, na sisi leo hii yapo matukio mengi katika jamii yetu, mtu anachukua hatua ya kuiua nafsi pasi na kutakiwa kuiua, na makatazo katika Qur'ani yapo mengi sana. Mwenyezi Mungu anasema, wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu, msiue nafsi ambazo kwamba Mwenyezi Mungu ameziharamisha kuuliwa. Lakini pia tunaweza tukasikia matukio mtu anaua mtoto wake, anaua wazee. Haya yote yamekatazwa katika Uislamu. Mwenyezi Mungu anasema, wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, yani usije kumuua kijana wako, usije kumuua mtoto wako kwa kuhofia labda utapata shida katika riziki, kwa kuhofia labda utafilisika au itakuwaje. Hapana, haya yote ni mambo ya haramu, Uislamu umekataza. Na sisi kama Waislamu tunatakiwa tuyaeleze katika jamii, tuyafikishe katika jamii, yatambulikane haya mambo yanaendelea, kuwaua maalbino, kuwaua walemavu kwa maslahi yetu mbalimbali, si mtu tajiri, yaachwe mara, kwa sababu katika maneno mengine ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsi kuuliwa ni jambo zito mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa Mtume akaendelea na hadithi akasema, hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah, na hakika Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kama tulivyosema, maneno haya tunajifunza hekima nyingi. Pia imeelezwa katika moja ya historia ya wanawachuoni waliotangulia, na maneno haya yananukuliwa na anaelezwa katika maeneo mengi, watu wakiwa wanatoa mawaidha, lakini huwezi kuyakuta katika Sahihul Bukhari wala Muslim wala vitabu vingi vya hadithi vikubwa, lakini ana ujumbe mkubwa kwetu sisi kujifunza, ya kwamba kulikuwa kuna kijana mmoja ambaye yeye alikuwa amefikia hatua, anasema anaenda kuwaua watu ambao wapo katika haramu, na alikusudia aende katika sehemu ambayo walikuwa wakiuza pombe, wakifanya mambo mengi ya uchafu, aende akaue kwa mtindo ambao hivi sasa sisi tumeuzoea, labda kwenda kujitoa muhanga na mengineyo. Sasa kijana huyo akakutana na mwanachuoni njiani. Mwanachuoni akamuuliza, unaelekea wapi wewe kijana? Kijana akasema, nenda kutekeleza hukumu na ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya watu walioasi. Akamuuliza, hukumu ipi? Akasema, naenda kuwaua wao na mimi sote tufe, na mimi nionekane nimepigana jihadi. Basi na sisi tujifunze kwa maneno haya mwanachuoni alomwambia kijana yule. Akamwambia, hivi utakapowaua watu hao wakiwa katika haramu, je, wataenda peponi au motoni? Kijana akasema, kwa sababu wapo katika haramu wataenda motoni. Yule mwanachuoni akamuuliza tena, je, wakienda motoni, je, atakayefurahi ni nani? Ni Ibilisi au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Yule kijana akasema, atakayefurahi juu ya hilo ni Ibilisi. Basi mwanachuoni yule akamwambia, usifanye kazi ambayo kwamba utakuwa umemsaidia Ibilisi, kwa sababu Ibilisi ndiye anayewavuta watu kuingia katika maasi. Wewe ukienda kuwaua watu hao katika maasi, basi umefanikisha lile jambo la Ibilisi.
Kwa hiyo waache na uwakumbushi, uwape tahadhari, uwape mawaidha waweze kutoka katika njia hii na warudi katika njia haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu katika Qur'ani yake anasema inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Kila mwenye kutubia, kila atakayemwomba Mwenyezi Mungu msamaha, basi Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi yake. Ndugu zangu Waislamu, kurefusha kipindi chetu hiki, hadithi hii tuigawanye katika sehemu mbili. Na sehemu ya kwanza tuishi hapa, tutakuja kuendelea tutakapokuja kuyaona maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoendelea baada ya kusema hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Tutakuja kuona nini maana yake, kipi Mtume alikikusudia na faida juu ya maneno hayo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhimu tuendelee kufuatilia vipindi vyetu vilivyokuwa bora, tuendelee kujifunza maneno ya Mtume Muhammad, tuendelee kujifunza dini yetu ili tuweze kutekeleza ibada zetu na kufanya miamala yetu katika njia ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika khairi. Niwatakieni siku njema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.